napenda kumshukuru Mungu Mwenyezi ambaye aliona ni muhimu kuumba mazingira kwanza, ambayo ndio nyumba asili ya viumbe hai. Pili, ametuwezesha kukutana hapa leo kwa ajili ya hili muhimu la upandaji miti ambalo kiuhalisia ni ukarabati wa kile tulichokiharibu kwa kujua ama kwa kutokujua. Ndugu mgeni rasmi, kilio cha uharibifu wa mazingira ni kilio cha dunia nzima na athari zake hazichagui rika wala jinsia. Suluhisho muhimu ni kupanda miti kila mara na kuitunza. Tukikaa chini na kuanza kuilaumu au kulaumu mataifa yaliyoendelea kwa ongezeko la uchafuzi wa mazingira haitusaidii. Fimbo tulionayo sisi ni kupanda miti kwa wingi na tufurahie jambo hili. Kamwe tusione kama adhabu au tusifikirie kama ni jambo la serikali pekee. Ni letu sote kama taifa na wadau mbalimbali kuweza kujikita katika swala la kutunza mazingira. Ndugu mgeni rasmi, naomba niazime maneno ya hekima kutoka kwa mwanafalsafa mmoja ambaye kwa bahati nzuri ni Mtanzania mwenzetu. Yeye alisema, maombi mengi duniani yanaelekezwa sehemu mbili, kwa serikali na kwa Mungu. Lakini alisema kwa Mungu majibu mengi huwa rahisi na ujibiwa. Mwanazuoni huyu aliendelea kusema maneno mazito ya kutafakarisha kwamba miti ni mikono ya Mungu. Wakati wa jua watu huomba kimvuli. Wakati huo watu wanapoomba kimvuli wanakitumia kwa ajili ya kujistiri kulikimbia jua. Wakati wa njaa Mungu huwapa chakula kupitia matunda ya miti au mazao ambayo yanategemea mvua, ambayo chanzo chake ni uwepo wa miti mingi. Wakati wa ugonjwa Mungu huleta uponyaji kwa njia ya miti ama kwa kutumia majani, magome au mizizi. Wakati wa msongo hutuletea mawazo mazuri tunapokaa chini ya miti kwa kutafakari uumbaji wake. Miti ni fagio la Mungu litumikalo kusafisha hewa ukaa na kutupa hewa safi. Kwa muktadha huo, unapoharibu mazingira, unaharibu mikono ya Mungu na athari zake ni mateso kwetu sote. Ndugu mgeni rasmi, miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia Dodoma ikipata wakazi wengi hasa baada ya serikali kuhamia mkoani hapa. Watu hawa wanahitaji hewa safi. Miti tunayopanda itawanufaisha wote bila upendeleo na watafurahia mandhari nzuri ya jiji la Dodoma. Shauku ya mkuu wetu wa mkoa Bi Rose Senyamule ni kuona linakuwa jiji la mfano, hasa kuwa na misitu ya kimkakati na misitu ambayo itapendezesha jiji hili. Kama ambavyo majiji mengine yalivyoendelea yamekuwa na misitu mikubwa kusaidia katika kusafisha hewa. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kukushukuru wewe binafsi kama mwana mazingira na mpenzi wa mazingira. Umekuwa mshauri wetu, mlezi wetu wa Habari Conservation. Japokuwa una majukumu mengi, lakini hujawahi kutuacha peke yetu. Tunakuombea maisha marefu ili tuzidi kuchota hekima ambayo tutawarithisha wana mazingira wengine ambao wanakuwa na kuona kutoka kwetu Habari Conservation. Tunakushukuru pia mkuu wa mkoa, tunakushukuru mkurugenzi na viongozi wote ambao mmefika hapa kwa ajili ya kuungana na sisi Habari Conservation katika zoezi hili la kupanda miti katika msitu huu. Ndugu mgeni rasmi, tukio hili la leo limefadhiliwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA. Makofi jamani kwa PPRA. Chini ya uongozi uliotukuka wa mkurugenzi mkuu ndugu Dennis Simba na wasaidizi wake, ambaye aliona ni muhimu kuungana na wewe mgeni rasmi katika kuhakikisha eneo hili linakuwa msitu wa mfano ndani ya jiji la Dodoma. Kipekee pia tunamshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kukubali wito wetu kwa dharura na kuweza kufika hapa kuonyesha mfano ni namna gani anatamani kuona jiji la Dodoma linakuwa mfano katika swala zima la mazingira. Pia tunatoa shukrani za dhati kwa majirani zetu, mfuko wa mawasiliano kwa wote kupitia mtendaji mkuu mhandisi Peter ambaye ametusaidia kupata maji katika eneo hili, na maji yapo muda wote na ni bure kabisa na kwa gharama za mfuko huo. Mwisho, japo si kwa umuhimu, tunawashukuru viongozi wa kijiji, viongozi wa taasisi za kiraia, wana mazingira wote waliohudhuria hafla hii. Katika majina yetu
na majina yenu yameandikwa mikononi mwa Mama Tanzania. Kama ambavyo pia tulisema, hii ni kazi ya Mungu. Mungu alivyoiumba dunia aliweka mtawanyiko wa vitu mbalimbali. Miti ni uhai na ni uhai wa binadamu. Tutunze mazingira, tupande miti, tuyahifadhi mazingira ya tutunze. Na toa shukrani zangu za dhati kwa kunisikiliza.